Leo tunaangazia mauaji kwenye kesi lililohusisha Uhuru Kenyatta na William Samoei Ruto katika mahakama ya kimataifa ya uhalifu, walipokabiliwa na mashtaka ya uonevu dhidi ya binadamu yaliyoibuka baada ya chaguzi za mwaka wa 2007. Hali hii ilisababisha mfululizo wa mashahidi ambao walishuhudia jinsi viongozi hawa walivyopanga na kuendesha vurugu hiyo. Lakini wakati George Thuo, mwanachama wa zamani wa bunge wa Juja na shahidi aliyepewa nafasi ya kushuhudia kwa niaba ya Uhuru Kenyatta katika ICC, akafariki ghafla kutokana na kutiliwa sumu akibugia kinywaji cha bei katika club ya Puki B kule sehemu za Juja. Kila mmoja alijiuliza, je, uhusiano wake na ICC kama shahidi ulikuwa sababu ya kifo chake? Hii ni Kurunzi ya Jamii. Jina langu Shebani Yusuf. George Thuo alizaliwa Februari tarehe 14 mwaka wa 1967. Alikuwa na kipaji kikubwa kielimu na hivyo alikubaliwa Strathmore College mwaka wa 1989 kwa cheti cha uhasibu. Baada ya kupata cheti chake, alianza kazi katika sekta ya usafirishaji. Alifanya kazi kwa kampuni la Stagecoach International akiwa nchini Malawi kabla ya kujiunga na Kenya Bus Services KBS mwaka wa 1998 kama mkurugenzi mtendaji. Lakini kama MD wa KBS, Thuo alikabiliwa na changamoto. Alifutwa na bodi baada ya kudaiwa kutia kampuni katika deni na kushindwa kuiendesha vizuri mwaka wa 2003. Hata hivyo, kwa uzoefu wake mkubwa katika sekta ya usafiri wa Kenya, alianzisha kampuni yake City Hoppers Limited, ikiwahudumia wananchi wa Nairobi kwa usafirishaji wa umma. Hata alipokuwa na biashara yenye mafanikio, Thuo alirudi kwenye ajira. Alijiunga na Trade Star Tire Limited kama mkurugenzi mtendaji, nafasi aliyoiacha Desemba mwaka wa 2006. Hii ilikuwa kabla ya chaguzi za mwaka wa 2007 ambapo aliwania kiti cha mbunge wa Juja kupitia tiketi ya PNU. Hatimaye alishinda kiti hicho licha ya ushindani mkali kutoka kwa William Kabogo aliyesimamishwa na tiketi ya NARC Kenya. Lakini chaguzi za mwaka wa 2007 zilileta giza kubwa katika historia ya Kenya. Ushindi wa Mwai Kibaki na kuteuliwa kwake ulipingwa vikali na hivyo kusababisha vurugu kubwa za baada ya uchaguzi nchini Kenya. Vurugu hizi zilipangwa na viongozi wa kisiasa na watu kama Uhuru Kenyatta na William Ruto ambao walikashifiwa kwa kuwa mstari wa mbele katika ufadhili na upangaji wa vurugu hizi, ambazo zilisababisha maisha ya Wakenya zaidi ya 1200 kupotea na takriban 350,000 kuhamishwa kutoka makao yao. Ili kurekebisha amani nchini, mkataba wa kugawana madaraka ulisainiwa kati ya Mwai Kibaki na Raila Amolo Odinga Februari mwaka wa 2008 na serikali ya muungano mkuu ilianzishwa. George Thuo baadaye alichaguliwa bungeni kama kiongozi mkuu wa wabunge wa PNU. Lakini changamoto hazikuisha. William Kabogo alikata rufaa mahakamani akipinga ushindi wa Thuo. Na mwisho wa siku, George Thuo alipoteza kiti chake cha ubunge miaka miwili baadaye, wakati hakimu Luka Kimaru alibatilisha uchaguzi wake Jumatano, Aprili tarehe 16 mwaka wa 2010. Katika hukumu yake, hakimu alitaja udanganyifu mwingi wa uchaguzi ambao ulipunguza uhuru na haki ya uchaguzi. Udanganyifu huu ulijumuisha kuhujumu maboksi ya kura na tofauti kwenye hesabu za kura, pamoja na ukweli kwamba kura kutoka vituo 4 vya kupigia kura hazikuingizwa kwenye jumla ya matokeo. Baada ya hukumu hiyo, wakazi wa Juja
walirudi kwenye chaguzi ndogo za kura, na Thuo alishindwa dhidi ya William Kabogo katika uchaguzi mdogo uliofanyika Jumatatu, Septemba tarehe 20 mwaka wa 2010. Baada ya kupoteza kiti chake cha ubunge, Thuo alijikita kikamilifu katika kujenga biashara yake, lakini bado alikaa karibu na siasa za eneo la Mlima Kenya. Lakini chaguzi na uhusiano wake wa kisiasa vilirudi kumkumba pale mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC ilipoanza kutafuta washirika wa uchaguzi. Baada ya vurugu za uchaguzi wa mwaka wa 2007, Rais wa zamani Uhuru Kenyatta, mrithi wake William Ruto, kiongozi wa zamani wa huduma za umma Francis Muthaura, mwandishi wa habari Joshua Sang, kamishna wa polisi wa zamani Hussein Ali na waziri wa zamani wa mbunge Henry Kosgei waliingizwa kwenye kesi ya mahakama ya kimataifa ya uhalifu kwa makosa dhidi ya mauaji, kwa kuhusika katika kuendeleza vurugu baada ya uchaguzi wa mwaka wa 2007. Kwa Thuo, alitarajiwa kuwa shahidi muhimu kwa rafiki wake wa karibu, Rais wa zamani Uhuru Kenyatta. Alitarajiwa kushuhudia kuhusu vurugu eneo la Nakuru na Naivasha, na kuonyesha kuwa Uhuru Kenyatta hakuwa na uhusiano wowote na matokeo hayo. Lakini mwakilishi mkuu wa mashtaka wa ICC, Fatou Bensouda, alikuwa na ushahidi unaoonyesha Thuo alisaidia Uhuru Kenyatta kutekeleza mashambulizi katika miji mbalimbali kwa kuhudhuria mikutano, kuchochea kundi la Mungiki na kupanga usanifu wa mashambulizi yaliyotokea. Kulingana na hati za ICC zilizowazi kwa umma, Jumapili Januari tarehe 27 mwaka wa 2008, Thuo alihudhuria mkutano katika Blue Post Hotel sehemu za Thika, milki ya familia ya Kenyatta, akiwa pamoja na wanachama 30 wa kundi la Mungiki. Katika mkutano huo, walipanga shambulio eneo la Naivasha na Nakuru. Hati nyingine ya ICC ilidai kuwa Thuo alikuwa broker kati ya Mungiki na Uhuru Kenyatta, akipokea malipo kutoka kwa Uhuru na kupanga usafirishaji kwa kutumia mabasi ya City Hoppers kusafirisha washambuliaji Nakuru na Naivasha. Prosecutor Fatou Bensouda pia alitoa ushahidi unaoonyesha kuwa Thuo aliwaahidi wanachama wa Mungiki mambo matatu. Kiongozi wao Maina Njenga ataruhusiwa kutoka gerezani, watalipwa kwa shambulio hilo, na serikali itakoma kuwaua wanachama wao. Zaidi ya siasa zake zenye msukumo, Thuo alijulikana kama mwanaume mwenye furaha, aliyeishi maisha kwa furaha kamili, na pia mwanaume wa familia aliyejali mke wake Judy na watoto wao watatu. Lakini kama unavyofahamu, mahusiano hayakosi changamoto. Jumatano, Novemba tarehe 13 mwaka wa 2013, mzozo ulitokea nyumbani kwao. Thuo aliporudi Kenya kupitia Jomo Kenyatta International Airport kutoka India, akitarajia kupokelewa na mke wake, ila mke wake hakuwa airport kumlaki. Alipofika nyumbani, bado hakumkuta. Hali hiyo ilitokea kwa sababu mke wake alikuwa nje ya mji na alishikiliwa na polisi wa trafiki Naivasha kwa kuendesha gari kwa kasi zaidi ya kiwango, iliyomfanya kufikia nyumbani saa 6:30 usiku, lisali moja baada ya Thuo kurudi Kenya. Wakati mke wake Judy alifika nyumbani kwao kijijini Thika, jozi hilo liliingia katika mjadala mkali sana, lakini baadaye walirekebisha tofauti zao na hata walihudhuria harusi ya ndugu mdogo wa Thuo, Ng'ang'a, siku 2 baadaye, Jumapili Novemba tarehe 16 mwaka wa 2013. Waliokuwa kwenye harusi walibaini waziwazi kuwa Thuo alikuwa na furaha na alikuwa na afya njema sana. Baada ya sherehe kuisha, Thuo na familia yake walirudi nyumbani kwao Thika, lakini hawakuwa peke yao.
walikuwa pamoja na ndugu mwingine wa Thuo, Ngugi na mkewe, ambao walikaa usiku kwenye gharama ya wageni wao. Siku iliyofuata, Jumapili Novemba tarehe 17 mwaka wa 2013, mambo yalionekana kawaida nyumbani kwao. Alikula chakula cha asubuhi na ndugu yake asubuhi hiyo. Baada ya mchana, Thuo alipeleka familia yake kwenye moja ya migahawa ya marafiki wao kule Kitengela. Walifika mgahawani karibu saa 7:30 na waliagiza nyama, wakifurahia chakula cha mchana huku wakikumbuka harusi iliyopita. Baadaye kidogo, jozi mpya ya walioana, Ng'ang'a na mkewe, walijiunga nao. Baada ya kufurahia Jumapili ya kupendeza kama familia, wote walielekea Athi River kwa magari mawili. Thuo, ndugu yake Ngugi na mkewe walikuwa kwenye gari moja, wakati jozi mpya ya walioana walikuwa kwenye gari la pili. Walikwenda Athi River kuona nyumba ambalo jozi hiyo ilikuwa imelinunua hivi karibuni. Baada ya kuona nyumba hilo, Thuo, Ngugi na mkewe walirudi nyumbani kwao Thika. Katika safari yao ya kurudi, Thuo, shabiki mkubwa wa Formula 1, alipiga simu kwa Paul Wainaina maarufu kama Sheki, mwenye klabu ya Puki Thika, karibu saa 12:30 jioni, akihitaji kutengewa meza kwenye klabu. Walipofika nyumbani, Thuo alibadilisha nguo zake na kuelekea klabuni. Wakati alikuwa akijiandaa kuondoka, F1 ilikuwa tayari ishaanza kuonyeshwa kwenye runinga za klabu Puki kule Thika. Marafiki wa Thuo walianza kuingia klabuni, na mwanzo wa haraka, takriban saa 1:20 jioni, aliwasili Samuel Kuria maarufu kama VC, yule ambaye alikuwa hype man wa klabu hiyo, pamoja na Andrew Karanja, meneja wa klabu hiyo. VC na Karanja walikaa mezani na kupewa vinywaji na mhudumu wa klabu, Esther Ndinda Mulinde. Baadaye alijiunga nao Christopher Lumbazio Ndika maarufu kama Lumba, ambaye alikuwa mmoja wa mameneja wa kampeni ya Thuo wakati alipogombea kiti cha ubunge wa Juja. Thuo alifika klabuni takriban saa 2 usiku na kujiunga na wanaume hao watatu, VC, Karanja na Lumba, kwenye meza waliokuwa wamekaa. Aliagiza mhudumu Esther amletee vinywaji viwili vya mabadiliko ya muda mfupi. Esther alileta vinywaji na kuvifungua mbele yao. Wakati Thuo akifurahia vinywaji vyake na kuzungumza na marafiki wake, mmiliki wa klabu Shekim, aliyepigiwa simu ya kuwatengea meza, aliungana nao. Takriban saa 2:30 usiku, Thuo alipiga simu kwa mkewe Judy kumjulisha jinsi mashindano ya Formula 1 yalivyoendelea. Karibu nusu saa baadaye, takriban saa 3 usiku, Vanessa Wetahi maarufu kama Atlanta, mteja wa mara kwa mara pale Club Puki, aliingia klabuni. Kulingana na maelezo yake, alikuwa akitoka kwenye sherehe kule sehemu za Zimmerman na alifika Thika akiwa na haraka ya kupata change kwa shilingi 1000 kwa kuwa maduka mengi yalikuwa yamefungwa. Aliamua kuingia Club Puki kuomba change, akihitaji noti ndogo ili kuepuka matatizo na dereva wa matatu alipoenda nyumbani. Alipofika, aliona Thuo amekaa na VC, Karanja, Lumba na Sheki. Akasogea kwenye kaunta na akanunua kinywaji kimoja kwa ajili ya Thuo akitumia noti yake ya 1000. Kinywaji hicho kilifunguliwa mbele ya kaunta na mhudumu Phyllis Wanjiku. Na Watahi alichukua kinywaji hicho kwenda mezani kwa Thuo, akimkumbatia kumwambia jinsi alivyokuwa amemmiss. Kinywaji kikatiwa mezani, kisha
akaondoka muda mfupi baadaye. Dakika takriban 15 baada ya Watahi kuondoka, Thuo alilalamika kwa wanaume wanne aliyekaa nao kuwa anajihisi joto sana. Thuo akiwa amevaa shati jepesi na vest alisema ataliondoa vest ili kupunguza joto. Shekim akaelekeza Thuo ofisini kwake ambapo aliondoa vesti yake. Na wakati huo alipigia simu mkewe Judy kumjulisha jinsi anavyojihisi joto na kumwambia anatoa vest kupoa mwili kidogo. Baada ya kuliondoa hilo vest, alichukua vesti yake kupeleka kwenye gari kisha akarudi Club Puki. Dakika 10 baadaye, Thuo alifariki ghafla akiwa mezani. Lumba alimpigia simu mkewe Thuo, Judy, kumjulisha kuwa Thuo ameanguka akinywa kinywaji. Judy aliye na hofu alielekeza Lumba kumpeleka Thuo hospitali ya Aga Khan, Nairobi. Lakini Lumba aliona kuwa Thuo alikuwa hali mbaya na anahitaji huduma ya dharura mara moja. Wakachagua kumpeleka Thika Nursing Home ambayo ilikuwa dakika 4 kutoka Puki. Thuo aliwasili Thika Nursing Home ambapo daktari alijaribu kumwokoa kwa zaidi ya saa 1 lakini hakuweza. Wakati juhudi za kuokoa Thuo zikipita, Judy, ndugu yake Ngungi na daktari wa familia yao walifika hospitalini. Baada ya jitihada kushindikana, waliita ambulance na Thuo akapelekwa Aga Khan Hospital Nairobi ambapo alikutwa amefariki pindi tu walipowasili. Kifo cha ghafla cha Thuo kilishangaza familia yake kwa kuwa alikuwa na afya njema na tatizo lake pekee la kiafya kilikuwa shinikizo la juu la damu lililokuwa likidhibitiwa kwa dawa. Kwa familia, kitu hakikuwa sawa kuhusu kifo chake. Hivyo walihusisha polisi kuwasaidia kujibu maswali kuhusu kifo cha ghafla cha Thuo. Hii ilisababisha wachunguzi kutembea Club Puki siku iliyofuata, Jumatatu, Novemba tarehe 18 mwaka wa 2013, kujua kilichosababisha kifo chake. Lakini walishindwa kupata ushahidi wowote ule kwa kuwa Club Puki ilikuwa imekusudiwa kusafishwa na hakukuwa na CCTV. Licha ya vikwazo hivi, autopsi iliyofanywa usiku huo na Daktari Peter Ndengwa na Daktari Andrew Gashie kule Lee Funeral Home ilibadilisha kila kitu. Ripoti ya autopsi ilibainisha kuwa Thuo alifariki kutokana na damu kutoka tumboni kwa sababu ya kunywa sumu. Ili kubaini aina ya sumu, visambaza sampuli za kibiolojia kutoka kwa Thuo na sampuli zilitumwa Lancet Lab, Afrika Kusini kwa uchunguzi zaidi. Aidha, vest aliyokuwa amevaa usiku huo ilitumwa Government Chemist Lab, Nairobi kwa uchunguzi mwingine. Wakati wapendwa wa Thuo walikuwa wakisubiri ripoti za majaribio, walimzika Thuo Ijumaa, Novemba tarehe 22 mwaka wa 2013 kule Thika. Sherehe ya mazishi ilihudhuriwa na wanasiasa mashuhuri ikijumuisha Rais wa zamani Uhuru Kenyatta na First Lady Margaret Kenyatta. Thuo alizungumzwa kwa maneno ya heshima kama mume na baba mwenye upendo na mwenye kujali, kiongozi wa siasa makini na mwanaume wa biashara mwenye akili kubwa sana. Ripoti ya majaribio ya sumu ambayo ilimuua Thuo zilikuja mwishoni mwa Desemba mwaka wa 2013. Kulingana na ripoti ya toxicology, viashiria vya sumu vilipatikana kwenye ini, figo na moyo wa Thuo. Zaidi ya hayo, vest aliyokuwa amevaa usiku wa kifo chake kule Puki ilipimwa na kuonyesha viashiria vya sumu hivyo hivyo. Sumu hiyo ilitambulika kama pesticide inayojulikana kama karate. Kwenye upande wa kemikali,
chaguo la sumu hii lilidhaniwa mapema na kwa makusudi kwa sababu ina harufu dhaifu, utamu ambayo kwa kawaida haionekani. Rangi yake njano nyepesi ilioana kwa urahisi na kinywaji cha Thuo na kufanya ngumu kutambulika ndani ya kinywaji chake. Zaidi ya hayo, ni sumu inayofanya kazi kwa haraka sana, hatari na kusambaa mwilini kwa muda wa dakika chache tu. Hivyo wachunguzi walithibitisha Thuo aliuawa Club Bookie. Takriban wiki 6 baada ya kifo chake cha ghafla, waliwakamata watu 6 Ijumaa Januari tarehe 3 mwaka wa 2014 ambao walikuwa karibu naye usiku huo wa kifo chake. Watu waliokamatwa ni wale waliokaa mezani na Thuo, VC, Karanja, Lumba na Sheki, pamoja na mhudumu wa klabu hiyo Esther na Watahi, mwanamke aliyemnunulia kinywaji Thuo. Uchunguzi wa kesi ya mauaji hayo ulichukua muda mrefu sana, kwa takriban miaka 10 kabla ya kuwasilishwa mahakamani. Mambo muhimu ya kesi hiyo yalijumuisha: kwanza, ingawa ripoti ya toxicology ilithibitisha Thuo aliuawa, polisi hawakupata ushahidi wowote wa forensic kutoka Club Bookie unaoweza kuthibitisha viashiria vya sumu. Hii ilitokea kwa sababu wakati Thuo alipoanguka, chupa na glasi zilivunjika na usafi kufanywa kabla ya polisi kufika siku iliyofuata. Zaidi, polisi hawakupata mtu yoyote kati ya watuhumiwa akiwa na sumu ya karate. Pili, Cliff Wambeta, wakili wa watuhumiwa 6, alijaribu kudai kuwa Thuo alikunywa sumu mahali pengine kabla ya kufika Club Bookie, lakini hakuweza kuwasilisha ushahidi wowote. Kwa kuzingatia jinsi sumu hiyo ilivyokuwa hatari kwa kasi yake ya kusambaa, haingekuwa inawezekana kwa Thuo kunywa sumu mahali pengine kisha kupata athari ya kifo baada ya zaidi ya saa 2.5. Tatu, wakati kesi ilipoendelea, Club Bookie iliendelea kuwa kwenye vichwa vya habari. Wakati Jumapili Julai tarehe 27 mwaka wa 2020, mwanabiashara maarufu na tajiri kutoka Thika, Bedan Njoroge, aliyekuwa na biashara ya usafirishaji, alikuwa akifurahia vinywaji na marafiki wake klabuni, lakini pia alilalamika kujihisi mwenye joto sana, na alipoenda nje kutafuta taksi kwenda hospitali, alianguka nje ya klabu hiyo. Wakati watu walimkimbiza Thika Level 5 Hospital, walipofika walimkuta Bedan Njoroge amefariki mara moja. Polisi walichunguza kifo chake, lakini hawakupata uhusiano wowote na kifo cha George Thuo, kwa kuwa Njoroge alikuwa na tatizo kubwa la moyo na alikuwa akitumia dawa zake. Ni muhimu kusisitiza kwa wakati huo, Club Bookie ilikuwa maarufu kwa wateja wake kutiliwa dawa kwenye vinywaji bila kujua. Hivyo kinywaji cha Bedan kiliweza kuwa na athari hatari kutokana na hali yake ya moyo iliyokuwa ya awali. Sasa tukirudi kwenye kesi ya George Thuo, upinzani pia ulijaribu kumfanya Thuo aonekane kuwa katika ndoa yenye mzozo. Walirejelea mgogoro mkali aliokuwa naye mkewe siku chache kabla ya kifo chake, na walitaka kusogeza shaka za mauaji kuelekea kwa mkewe. Hata hivyo, mkewe Thuo, Judy, alikanusha madai hayo, akisema walikuwa tuna mzozo wa mapenzi wa kawaida ambao waliurekebisha mapema na walikuwa katika mahusiano mazuri wakati Thuo kufariki. Hii ilithibitishwa na ndugu zake Ngungi na Ng'ang'a, ambao walisema wazi kwamba jozi hiyo ilikuwa mahali pazuri katika uhusiano wao wakati Thuo alipokufa.
Kitu kingine muhimu katika taratibu za kisheria kilikuwa ushahidi wa Paul Wainaina Boy anayejulikana kama Shekim, mmiliki wa Club Pokes. Alithibitisha kotini kuwa siku za karibu na kifo cha Thuo alionekana kuwa mtu mwenye wasiwasi mkubwa sana. Sheki alidai kwamba Thuo alionyesha hofu kuhusu kesi ya ICC, akimwambia kuwa hajui nini kitatokea baada ya kesi kumalizika. Kesi dhidi ya watuhumiwa 6 hatimaye ilifika mwisho Ijumaa Aprili tarehe 19 mwaka wa 2024, na Mahakama Kuu iliwapata watuhumiwa na hatia ya mauaji ya George Thuo katika Club Pokes Thika Jumapili Novemba tarehe 19 mwaka wa 2023. Katika hukumu yake, hakimu alisema ushahidi wa kutosha uliotolewa kotini ulihusisha watuhumiwa na mauaji hayo. Hakimu alisisitiza kwamba Thuo alimjulisha Sheki na Lumba atafika klabuni, kwa hivyo wakawa na wakati wa kutosha kupanga kifo chake. Alibainisha pia kuwa wafanyakazi wa Shekim, hasa wafanyakazi wa burudani kama DJ Andrew Karanja na Samuel Kuria almaarufu kama Vistim, waliamua kukaa kwenye meza ile ile na Thuo ili kuhakikisha kuwa hakutakuwa na lolote linalokwenda vibaya na mpango wao wa kumuua. Hakimu alisisitiza kuwa wote watano, Lumba, Sheki, Karanja na Vistim, hawakuondoka mezani na hivyo walikuwa na fursa ya kuathiri kinywaji cha Thuo. Hakimu pia alibainisha kuwa mhudumu aliyemletea Thuo kinywaji hapo huenda pia alikuwa na fursa ya kuathiri kinywaji hicho. Kwa Watahi, hakimu alizingatia kwamba alimnunulia Thuo kinywaji akikileta mezani na kumkumbatia. Hakimu alihoji nia yake akiuliza, je, hili lilikuwa kumbato la Judas? Kulingana na ushahidi, Watahi alikuwa mteja wa mara kwa mara klabuni na angeweza kupata chenji ya pesa yake bila kumnunulia Thuo kinywaji, na hivyo nia yake ya kumnunulia na kufungua kinywaji kwa Thuo ilibaki kuwa shaka kubwa sana. Jumatatu Juni tarehe 25 mwaka wa 2024, miaka 10 baada ya kifo cha George Thuo katika Club Pokes Thika, watuhumiwa 6 walihukumiwa kifungo cha miaka 15 gerezani. Ni baya sana kwamba Club Pokes hakuwa na kamera za CCTV ambazo zingeweza kufichua matukio ya siku ambayo Thuo alipoangukia katika eneo hilo. Hata hivyo, jambo moja ni dhahiri: serikali haikuweza kuthibitisha nia ya mauaji, na hili linaashiria kuna samaki mkubwa zaidi, msanii wa mikono ya mbali ambaye alikuwa nyuma ya kifo cha Thuo, akishirikiana pengine na mtu mmoja au zaidi ndani ya Pokes usiku huo kuchukua hatua za kupanga mauaji ya Thuo. Basi, nia gani zilizoweza kumfanya George Thuo afariki? Kesi za ICC ziko juu kabisa kwenye orodha ya mauaji yake. Kabla ya kesi dhidi ya Uhuru na Ruto kushughulikiwa mwaka wa 2014 na 16 mtawalia, zaidi ya watu 13 waliokuwa mashahidi wa moja kwa moja waliokuwa na maelezo ya ndani walikufa kwa njia ya kikatili, kwa kuwa walijua jinsi Uhuru na Ruto walivyohusika katika mpango na utekelezaji wa ghasia za baada ya uchaguzi wa mwaka wa 2007. Na kifo cha George Thuo, kwa wakati ambapo alikuwa amepangwa kuwa shahidi, haikuonekana kuwa ni ajali, bali mpango wa watu fulani. Sijui wewe utaamua vipi, lakini nishakupatia ushahidi wote. Wewe ndiyo hakimu, amua nani anaweza kuwa alihusika na kifo cha George Thuo. Hii ni Kurunzi ya Jamii. Jina langu Sheban Yusuf.